Bwana, karibu sana tuzungumze soka, na leo bwana niko na mtu muhimu sana katika soka. Shabiki wa Simba Sports Club anaitwa Mikoi Ali Kisugu. Tunazungumza kile ambacho kinachoendelea kwenye soka hivi sasa. Tunazungumzia Simba yake, lakini pia jana kulikuwa na mechi ya kirafiki, mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans. Simba Sports Club wakibuka kwa ushindi wa goli 2-0 dhidi ya mashabiki wa Young Africans na kubeba ndoo. Kisugu na maneno yapi ya kuongea? Pia kuelekea michuano ya AFCON, timu yetu ya Taifa Stars wakiwa na vaana dhidi ya Nigeria siku ya kesho pale nchini Morocco kwenye mashindano ya AFCON. Tuna mengi sana kuzungumza, lakini udhamini mkubwa sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon na Brand Hotel ambao wanahakikisha interview hii inakujia popote pale ulipo. Bwana Mikoi Kisugu, tuangalie timu yetu ya taifa. Kesho bwana inaingia dimbani dhidi ya Nigeria. Walau kwa ufupi, nini ambacho tukitarajie kwa unavyoona maandalizi ambayo yanafanyika tunayaona kupitia Azam TV na mitandao ya kijamii pia? Moja, lazima nikiri kwamba tunacheza kwenda kucheza mechi ngumu kesho zile Nigeria. Lakini pia tunakwenda kwenye mashindano magumu. Unapokwenda kuzungumzia mashindano ya AFCON, maana yake unakwenda kuzungumzia mashindano makubwa katika upande wa mataifa katika bara la Afrika. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na ushindani mkubwa, lakini mimi naamini tutapata matokeo. Moja, kwa sababu tumepata maandalizi ya kutosha. Mwalimu Gamondi alipata muda wa kujiandaa na Neymani amewaandaa vijana. Ukiwaangalia parents yao tu unaona namna ambavyo vijana walivyoiva na kesho wanakwenda kulipigania taifa. Niwaombe sana Watanzania, uzalendo wa kweli siku zote naweza kusema unaanzia kwenye timu ya taifa. Kesho vijana wale wakisimama na timu ya taifa pale na Nigeria, maana yake mwimbo wa taifa wa Tanzania utaimbwa hapa Morocco. Beti ya pili itasema Mungu ibariki Tanzania. Kwa hiyo ukiwa Mtanzania wa kweli ni kusimama kwenye asili yako, ni kusimama kwenye dua na sara, kuiombea timu yetu ya taifa. Mimi naamini chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Ulivyoona mechi ya jana ulitazama Kisugu? Yes, nimeitazama kati ya Komoro na Morocco, nimeitazama vizuri. Tumepata picha halisi ya mashindano yalivyo Morocco, vile ambavyo wamejipanga. Nini ambacho kinaweza kama ushauri kwa timu yetu ya taifa? Maana tumeona Komoro japokuwa amefungwa, lakini tuliona soka ambalo analipiga. Kwanza niwapongeze sana Komoro kwa namna ambavyo walivyofanya maandalizi yao na namna ambavyo timu yao walivyoitengeneza kwa muda mrefu. Lakini wenzetu, kitu ambacho bahati kubwa kilichowabeba, unajua Komoro na Ufaransa ni watu ambao wanaingiliana, na ndio maana jana nimesikiliza watangazaji mbalimbali wanasema kwa 99.9 wale wachezaji wote ambao jana walikuwa wanacheza lakini wametokea sio Komoro. Maana yake kwamba wametoka nje nini? Komoro wengi wametoka Ufaransa. Leo ukiangalia Morocco lazima niseme kwamba kwenye football amewekeza. Na mimi nimepata bahati ya kwenda Morocco, kutembelea Morocco. Nimeona namna ambavyo walivyowekeza kwenye nini? Kwenye football. Na naamini siku zote utakachokipanda ndicho ambacho utakwenda kukivuna. Lakini picha halisi ya jana ukiangalia ile mechi inakuonyesha namna ambavyo mashindano yalivyokuwa magumu. Kubwa vijana wa Tanzania wao ndio wamebeba dhamana ya Watanzania zaidi ya milioni 60. Wendo wakapambana kwenye jasho na damu. Mimi naamini inawezekana. Na waamini vijana, kama nilivyosema, mpata maandalizi, kikubwa wendo wakapambana, inshallah kesho tutapata matokeo mazuri. Matokeo mazuri Kisugu, na maanisha tunaenda kupishana na akina Osimhen. Yes, football. Pila. Sisi tumepishana kina George Weah hapa. Walikutana kina Deo Lucas. Akina George Lucas. Wakutana nao. Football. Tena hakuna jambo ambalo linahitajika uongeze spirit ya kupambana pinde ndapo unapokwenda kukutana na mtu ambaye unaamini kwamba huyu kakuzidi. Kesho asiye na mwana aelekejiwe. Amini maneno yangu, timu ya taifa inakwenda kupata matokeo kesho. Sio unatutia moyo? Kesho inakwenda kupata matokeo dhidi ya Nigeria. Inawezekana. This is football. Mimi naamini kwenye mpira kuna matokeo. Yule ambaye atakacheza vizuri kwenye pichi ndio ambaye atakayepata matokeo. Sugu, swala zima la kacha kutangaza utamaduni, lakini pia kutangaza, tunasema kujitangaza sisi kama taifa. Niliona siku za nyuma kuna kamjadala tukaona timu vile ambazo zinawasili Morocco wanaingia na mavazi. Ikaja mjadala sisi tumekosa uwakilishi wa vazi kweli kwenye mashindano yale. Hili ni jambo ambalo mimi nafikiri kwamba ni gonjwa la taifa.
Wenye mamlaka lazima wakae na lazima waambie Afrika, waambie Tanzania, waambie dunia kwamba vazi la asili la Tanzania ni hili. Leo hii unaweza ukawalaumu shirikisho la mpira. Je, tuna vazi la taifa? Na kama tunalo ni lipi? Na nani mwenye mamlaka na mwenye kazi ya kwenda kuwatambulisha kwa Watanzania kwamba vazi la taifa ni hili? Tutakwenda kuwalaumu tu shirikisho, tutakwenda kuwalaumu baraza. Lakini tunapotaka kusema ukweli, lazima tuambie wenye mamlaka wanaohusika katika hili, waje mbele ya Watanzania waambie sisi tumepitisha kwamba hili ndio vazi litakuwa nini la taifa. Pinde endapo kitokea safari nyingine timu ya taifa wakishindwa kuvaa, tuwaonyeshe vidole. Hapa hamna kulaumiwa. Nani unamlaumu? Tunalaumu wale watu ambao waliokuwa na mamlaka, wao ndio wana haki ya kuambia Watanzania kwamba hili ndio vazi la nini la taifa. Wewe shahari unajua vazi la taifa? Sijui. Wenye mamlaka waje watujulishe. Leo hii hata mimi Kisugu natamani kuna muda mwingine mpata nafasi ya kusafiri niwe nimevaa na vazi la taifa ambalo litakwenda kutambulisha utanzania wako. Leo hii nenda kaangalie timu namna ambavyo zinavyowasili pale Morocco. Utaona ni tofauti kubwa. Wenzetu wanatambulisha mavazi ya mataifa yao. Sisi tunakwamia wapi? Kama majani ya mgomba yapo, majani ya mchaichai yapo, tunashindwa wapi? Kuna comment Kisugu akasema kwani tungevaa Kimasai, kuna mtu angemind? Yawezekana tungevaa, lakini mijadala ingekuja. Kinachotakiwa ni kwenda kutambulisha vazi la taifa ambalo litakalopelekea ukiingia sehemu ukivaa vazi lile, watu wanajua kwamba huyu ametoka kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo leo unapotaka kwenda kubuni cha kwako, bado halijawa vazi rasmi. Kwa tumalizie kwenye hili swali Kisugu, tuvoona tu AFCON yenyewe ilivyo, jana umetazama mechi, tuna kipi cha kujifunza kama waandaaji 2027, na ikiwa ndio michuano ambayo baada ya hapo niliona kuna taarifa AFCON itakuwa kila baada ya miaka 4 nadhani, kitu kama hiko. Kwanza nianze kupongeza Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni. Nilimwona mzee wangu akiwaambia Watanzania kwamba naibu waziri Makonda ataongoza kule. Lakini naamini kilichompeleka kule si kuangalia tu timu moja, kilichompeleka kule kwenda kujifunza kuona namna ambavyo wenzetu maandalizi yao wanavyofanya, ili nasi 27 tuje kufanyaje? Tuje kufanya. Leo tulifanya mashindano ya chani ya ndani. Tulijitahidi kwa 100%, lakini hatukwenda kwenye 100%. Tunapopewa nafasi ya kuandaa mashindano kama haya, maandalizi yetu lazima tuyaandae yawe tofauti na watu wengine, ili kiwe kivutio na kutengeneza njia rahisi ambayo baadaye tukiona kwamba tunataka kumiliki haya mashindano sasa, tuyahozi sisi wenyewe bila kushirikiana na mtu, iwe uwepesi kwa shirikisho kushawishika kutukabidhi sisi mashindano. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi makubwa. Lazima tufanye tofauti na wenzetu wanavyofanya. Lakini mimi naamini sana naibu waziri wa michezo Mheshimiwa Makonda, na mheshimu sana na namjua uwezo wake, Mheshimiwa Waziri Mwana FA wakishirikiana na Mzee Kabudi, naamini kwamba watakuja na jambo kubwa sana 2027 na tutakuwa na taifa ambalo watu watakuja sana kujifunza. Mimi nikushukuru sana Kisugu kaka kwa timu yako. Asante, nami niwashukuru sana Mtita TV. Bwana, huyo ni Mikoi Kisugu, umesikia vingi sana ambavyo tumezungumza. Pointi ya msingi, comment yako ni muhimu sana. Mimi Babu Ali nilikuwa na Kisugu, ni watatu. Comment yako tuachie hapo chini tuweze kufahamu maoni yako ni yapi. Udhamini mkubwa tunapewa na Brand Hotel, wanakukaribisha sana pale Kisasa Dodoma kupata huduma bora kabisa, accommodation nzuri, utapata chakula kizuri. Wale ambao wanapenda vyakula vya Kiafrika na vyakula vya kimataifa, karibu sana Brand Hotel. Brand Hotel pia wana kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano, wana baa kubwa na vinywaji vyote vinapatikana pale, baa ya kisasa kabisa, level international. Utapata cocktail, mocktail kwa wale wapenzi, lakini kwa wale ambao wanahitaji vinywaji kama soft drink, hard drink zinapatikana pale. Karibu sana kwa ajili ya sherehe yako, kwa sababu tuna mandhari nzuri kabisa na pia tuna swimming pool kubwa kwa ajili yako siku hii ya leo. Tembelea Instagram page @brandyhotel. Inakuwa ni vizuri kama ukiweza kufuatilia page yao. Wanapatikana Dodoma pale Kisasa, mtaa unaitwa Nyumba 300. Endelea kuwa nasi, subscribe YouTube channel yetu. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel?
Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.